na moto, wa khalaqtahu min tin, na huyu umemuumba kwa udongo. Ya Allah ametumia utukufu na ubora wa kiumbe uko kwenye material, zana zilizotumika kuumbiwa. Kumbe Mwenyezi Mungu zile zana zile si lolote, si chochote. Ile frame ya binadamu haikuwa lolote ile, mpaka wanafakhtu fihi min ruhi, alipopuliza Mwenyezi Mungu kitu maalum, ndio kilichomfanya binadamu hicho atukuke kuliko viumbe vingine. Hicho kitu hicho alichopuliza binadamu hicho kikidhulumu, hicho kinashtaki sana, na Mwenyezi Mungu hakubali kitu hicho kudhulumiwa. Ni makosa hata mtu kujiua akifikwa na dhiki, asiyakasema potelea mbali sasa hivi njitie kitanzi, atakidhulumu kitu maalum katika nafsi yake na kitamshtaki mbele ya Mola wake. Sheti aistahimilie kudra ya Mwenyezi Mungu mpaka ifike. Basi akajibu kwa kibri, na katika kujibu kwa kibri mwisho akafukuzwa, na alipofukuzwa ndipo alipoweka challenge kwa ile dhana alionayo. Alikuwa akijua binadamu ndani ya mwili wake mna material gani, alikuwa akiziona veins za blood zinavyopachikwa, na alikuwa akijua mwendo wa damu unakwendaje, na akawa anaona na mimi pia ninaweza nikapenetrate na nikapitisha mawazo yangu, huyu asiweze kumtii Mola wake huyu. Na alipojaribu akaona amesucceed, amefanikiwa, alifaulu. Alianza mapema kwa yule Abul Bashari, akamwambia mama na hakuja kukataza Mola wako kula chakula hichi wewe, ma nahakuma rabbukuma an tilkuma shajara, asinge kukataza Mola wenu wewe Adam na huyo mkeo kula, basi mtu wenyewe mmoja tu mle mle miti yote ubakie mmoja. Kwa nini iwe hivyo? Mimi nakwambieni siri naijua, nimeshakaa muda mrefu katika maeneo haya, nimekuja juzi hapa. Illa an takuna malakaini, hofu iliyopo kwa Mungu bwana, anaogopa mtakuja kuwa malaika wawili nyie bwana wewe. Na mkiwa malaika wawili kuna wasiwasi kwamba mmeingia katika poweri fulani ya mambo ya kiungu. Hawa malaika hawa msiwaone hivi, hawa wana power fulani hawa. Hii anashawishi shetani kumshawishi Adamu, illa an takuna malakaini au takuna min alkhalidin, au mtakuwa ni miongoni mwa watakaokaa milele humo. Na hapa bwana iko siku mtatoka, lakini siri iliyopo, mkionja mti huu chakula chake ni kwamba mshahukumu kukaa milele hapa. Alipojaribu Ibilisi dhana hii, akaona basi kafanikiwa, binadamu akatekeka mawazo. Faazallahuma shaitanu anha faakharajahuma mimma kana fihi, akawatoa katika neema aliyokuwemo. Akaona basi kizazi chake ndo kitakuwa mboga kabisa kwangu, ikiwa huyu nimemwendesha puta kama hivi, basi kizazi chake ndiyo Mwenyezi Mungu akaambiwa la aqudanna lahum siratakal mustaqima, nitakwenda kuwakalia katika njia yako Mwenyezi Mungu iliyonyooka. Thumma laatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim, na nitawaendea mbele na nyuma na kuliani na kushotoni. Lakini shetani mjanja, shetani ana maarifa, Ibilisi anajua. Aliiwacha sehemu moja ya juu na akaiwacha sehemu ya chini. Ina maana uwezo wake ni kutanda mbele ya binadamu na kuzingia nyuma, anaweza kwenda kushoto, anaweza kwenda kulia, mpaka ukaona huoni kitu isipokuwa unamuona yeye. Lakini anajua kwamba sehemu ya juu ni sehemu nyingine kabisa. Hiyo power yake hakuna isipokuwa utawala wa Mwenyezi Mungu peke yake huko. Ndio maana akusema kwamba nitawakalia mpaka juu vile vile. Anajua kwamba rehma za Mwenyezi Mungu hazitosita kumteremkia binadamu, hata kama nitamshawishi nimtie kwenye uovu, akirejea kwa Mungu wake rehma zitamteremkia na atakubaliwa. Na halafu chini vile vile huko kaogopa kuingia huko kumaya mno. Kwa hivyo yeye katanda mbele, nyuma, kulia na kushoto. Nitawaendea mbele na nyuma na kulia na kushoto, wala tajidu aktharahum shakirina, na utawapata wengi wenye kukushukuru. Mwenyezi Mungu naye pia akamjibu akamwambia, inna ibadi, hakika ya waja wangu, laisa laka alaihim sultanun, huna wewe juu yao tawala.
kwamba utawakamatia silaha au utakuwa na power maalum ya kuwavuta utakako wewe, illa man ittaba'aka min alghawin, isipokuwa atakakufuata wewe tokea hapo ni katika waovu vile vile. Lakini waja wangu mimi nitakuwa nikiwateremshia, sitoacha mimi kuwasamehe madhali wanataka maghfira. Shetani anasema mimi sitoacha kuwapoteza madhali wa hai, na Mwenyezi Mungu anasema sitoacha kuwasamehe madhali wananiomba msamaha, nitawasamehe. Na ndiyo maana alipokosea Adam, fatalaqa min rabbih kalimatin, rehma ya Mola wake kutoka juu ikamteremkia, akapokea kwa Mola wake maneno maalum. Maneno hayo ilikuwa ni rabbana dhalamna anfusana, Mola wetu sisi tumedhulumu nafsi zetu, wa illam taghfir lana wa tarhamna, na kama hukutusamehe sisi na kuturehemu, na nakunanna min alkhasirin, sisi tutakuwa ni miongoni mwa waliokhasirika. Alipokea maneno maalum kutoka Mola wake yenye kumfundisha kutubia, fataba alaihi, na Mola wake akamkubalia toba yake, akamsamehe. Innahu huwa tawwabur rahim, na Mwenyezi Mungu ni mpokeaji toba na mrehemevu vile vile. Kwa hivyo hii ibada ya funga yataka ifahamike barabara, wasije kwa watu wamo katika shengesha ya kufunga halafu ikawa hamna natija iliyomo ndani yake, hawabadiliki kitabia. Wafungaji wakimaliza siku 30 wanakuwa wameshabadilika kitabia, wanaishi vingine kabisa. Utamstaajabia kabisa mtu anatoka katika chuo cha Ramadhani, utamstaajabia kabisa kwamba hakupata kitu ndani yake. Utaona zikifika 10 mwisho, siku zile 27, 28, pale ndio watu wanajiandalia. Walevi wanaandaa ulevi, wazinifu wanaandaa zinaa, alimradi kila mmoja pale anajiweka tayari kuingia upya katika machafu. Ina maana ibada ya funga haikufahamika kama ilivyokuwa haifahamiki dini yenyewe. Dini ya Kiislamu ni dini ambayo the misunderstood religion, ni dini ambayo haifahamiki ukweli wake, nini hakika yake, nini Uislamu, wataka nini Uislamu, wengi hatufahamu. Na vile vile zile amri zilizomo ndani ya Uislamu pia hazifahamiki vile vile. Inaonekana swala tu ni kuinama na kuinuka, na watu wanaswali kwa imani tu. Inaonekana ni funga tu, mwezi umefika, watu wanafunga kwa imani kwamba wao ni Waislamu, wamezaliwa Waislamu, na anafahamu tokea kufungua macho kwake. Ukifika mwezi wa Shaabani watu wanatwanga mdalasini, wanatwanga pilipili manga, wanatwanga uzile, mwezi kutongia uji ule. Kwa hivyo shamra inakuwa ni katika climate ya Ramadhani ile, na yeye yumo katika Ramadhani, hajajua ni siri gani iliyopo ndani ya Ramadhani. Katika faida ya ibada ya saumu ni kublock njia zote ambazo huwa anazitumia shetani, mapito ya damu huwa anapita ndani yake mle, unaziblock. Ndiyo maana ikaambiwa ukiingia mwezi wa Ramadhani mashetani hufungwa. Kufungwa maana yake nini? Mfungaji anaziziba tundu katika mwili wake za kupita shetani kumshawishi, kwa sababu njaa ni mto. Aljuu nahrun tasbahu fihi almalaika, njaa ni mto ambao Mwenyezi Mungu amekadiria wanaogelea malaika kwenye mto huo, raha kabisa wanaona. Unapokuwa na njaa kidogo hivi unakuwa mwepesi, moyo wako unakuwa si mzito. Unaposhiba basi mpaka moyo unakuwa mzito. Unapokuwa mzito unaelemewa sana na shetani, mawazo yako hapo hayaji katika kumtii Mwenyezi Mungu. Mshibe inamletea mtu mawazo ya matamanio, vipi ataweza kujistarehesha, vipi apumzike, vipi namna halale. Peleleza namna utavokula over limit pale magharibi. Kama utazidisha mipaka iliyowekwa, utaanza kuona kwamba ibada zinakushinda kwa usiku ule, hapafanyiki kitu, unataka kulala tu, kwa sababu mpaka moyo ushakuwa mzito vile vile. Lakini kama utaweka balance, kiwiliwili iwe kichepesi, unakiweza kucontrol, utakionea raha namna unavyokitupa na kukiinua katika ibada kabisa, huchoki. Kwa hivyo aljuu nahrun, mto ni njaa ni mto, tasbahu fihi almalaika, wanaogelea ndani yake malaika. Washab'anu nahrun tasbahu fihi shayatinu, na shibe ni mto ambao wanaogelea ndani yake mashetani. Sheti unawakosha barabara kuwajazia maji top katika swimming pool yao, wana swimming pool yao mashetani katika mwili wako binadamu. Ndiyo maana Mtume akasema ma mala abnu adama wi'an, hajapata kujaza mwanadamu chombo ni swimming pool ulionayo, sharran,
swimming pool mbaya mno, min batnihi, kuliko alipojaza tumbo lake. Ukilijaza hilo umewajazia maji katika mto wa shetani, wanakuja kwa wingi. Sasa wanasema watakoga leo mpaka usiku kucha takoga leo, kwa sababu usiku ushawajazia maji. Na maji yakikupwa hamna, ina maana kwamba hapakogeki, hapa pigiki mbizi. Ile bahari imekuwa chafu, chini pengine imeonekana mawe matupu, mfano wa bahari. Pengine kuna miba ya uyumba, kuna magae, kuna mawe yanachinja, yanakata. Matokeo yake shetani anaamua kuhama bahari ile, kuhama mwili ule. Haumfai, halipati lake pale. Ma mala ibnu adama wi'aan, hajapata kujaza mwanadamu chombo, sharran, kibaya zaidi, min batnihi, kuliko atapojaza tumbo lake, kuliko atakapojaza tumbo, amejaza chombo kibaya mno. Bihasbi ibn adam lukaimat, inamtosha mwanadamu tonge 2-3, yukimna sulbahu, za kuweza kusimamisha mgongo wake, akawa yuhai mzima kwa ajili ya kumtii Mwenyezi Mungu. Akatoka nyumbani kwake akaenda kibaruani akafanya kazi, yeye yuhai. Fa in kana la budda au la mahala, na ikiwa hapana budi, lazima ale sana, basi aweke balance kutokana na vigawanyo vitatu. Fa thuluthun li ta'amihi, ajaribu kugawa huko anakula, aseme thuluthu hii ni kwa ajili ya chakula changu, na iweka kwa balance. Na halafu abakishe mambo maalum. Wa thuluthun li sharabihi, abakishe thuluthi nzima kwa ajili ya maji, anye maji ya kutosha. Halafu abakishe thuluthi nzima. Wa thuluthun li nafasihi, na thuluthi nzima iwe ni kwa ajili ya pumzi zake, apumue vizuri sana, iwe inaingia oxygen na yeye anatoa hewa chafu, inaingia safi kwa mpango mzuri kabisa, bila ya kuwa amecollapse, mbavu ziko juu, kavimbiwa, chakula kinamjia harufu mbaya, anataka kutapika. Isifike stage hiyo. Madaktari wa kikafiri wanajifakharisha leo na maneno haya ya Muhammad katika laboratory yao. Ujerumani Magharibi, alikwenda mwanafunzi mmoja wa Kiislamu kutoka Misri, chuo kikuu Al-Azhar, kenda kupata masomo ya juu zaidi Ujerumani. Alipofika Ujerumani, akakutana na mwalimu mkuu wa pale chuoni ambaye alikuwa ni surgery, mpasuaji, amehusika na mambo ya kupasua mwili wa binadamu. Alimpokea kwa heshima kubwa sana mwanafunzi wa Kiislamu, kwa kutegemea wanafunzi wanaotoka Al-Azhar, chuo cha mwanzo kabisa duniani, kinafika miaka 1000 tokea kimeasisiwa. Akategemea kwamba hawa Waislamu wana falsafa kubwa mno, ndo watakaotusaidia hawa katika mambo yetu, kwa sababu wao wamehifadhi hadithi ya mtume moja na wanaifanyia kazi. Inabidi wameibandika katika chumba cha laboratory, chumba chao cha laboratory kile, na sehemu yake ya surgery ile, ameibandika hadithi ya mtume, ma mala ibnu adam wi'an sharran min batnihi. Kwa lugha ya Kijerumani iko pale imewekwa, kwa Kiingereza iko pale imewekwa, kwa Kiarabu imewekwa pale, kwa Kihindi imewekwa pale, alimradi lugha kama 6-7 hivi imewekwa pale, Kifaransa, kinini imewekwa pale. Wanajifakharisha na lugha ile na maneno yale, na wametia chini alqail, yani msemaji, Muhammad ibn Abdullah. Chini wameweka, hakumdhulumu, msemaji wa maneno haya ni Muhammad. Alipofika mwanafunzi anapokea kwa heshima kubwa, yeye kastaajabu. Sasa anaulizwa, nini habari ya Uislamu, nini habari ya Misri? Mtoto wa Kiislamu ameondoka pale Al-Azhar muflis, ameshafilisika, hana kitu, hata Qur'ani hakuhifadhishwa, hana chochote, kwa sababu hivi sasa hivi pameshaharibika hapo chuoni, hapana kitu. Binafsi ya mwalimu anaosomesha pale, hiyo Qur'ani yenyewe haijui, sikuhifadhi. Ukimfungulia msahafu na yeye ni Mwarabu pia, hajui kusoma Qur'ani al-Karim kwa kutazama, licha ya kuhifadhi. Akamwambia mtoto wa Kiislamu, anamjibu mwalimu mkuu, kuna nini Misri? Maendeleo yapo, lakini Uislamu unazidi kutoka nyuma. Yani pale anajipendekeza kwa Mjerumani yule kwamba mimi sio kama ni katika hao Waislamu hao waliokuwa wanaofuata Uislamu, kwamba mimi niko nyuma, mimi mtu kimaendeleo bwana. Na Uislamu kule Misri umetuweka nyuma sana, tumebanwa, hatuna raha, hatupate kustarehe. Kinyume na dhana yake kijana huyu, yule mwalimu alikuwa amemthamini sana, anataka apate maneno ya busara kwa Muislamu. Wale wote walikuwa si Waislamu, hawana maneno ya busara. Wanafunzi wanaoingia pale, anaingia mtu pale na punky style, anaingia mwanafunzi pale ana dhahirini,
anaingia mwanafunzi pale na kidani. Kwa hivyo waalimu wanaona hawapati chochote kutokana na kubadilishana mawazo na wanafunzi. Labda aje mwanafunzi wa Kiislamu, wanahisi kwamba wataweza kupata kitu kizuri. Huyu mwanafunzi alipoulizwa anasema Uislamu umeweka nyuma. Akamwambia Uislamu umekwekeni nyuma nyinyi wa Misri? Akamwambia watu lazimisha kufanya hivi kufanya hivi, hatuna uhuru, hatustarehe na hivi na hivi. Akamwambia twende kidogo mara moja ndani, to have chochote, tupumzike, pana kinywaji, drinks na nini. Akamchukua mpaka kwenye laboratory, akamwambia unaweza kusoma maandishi haya, na pale pana Kiarabu, pana Kiingereza, pana nini? Akamwambia naam, hebu soma. Akaisoma ile hadithi ya Mtume, ma mala ibn adam wi'an sharran min batnihi bihasbi ibn adam luqaymatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi alqa'il Muhammad ibn Abdullah. Akaambia wasema nini kusoma maneno haya? Akaambia hadithi ya Mtume hii. Akaambia ni maneno ya Muhammad haya. Ala, unakubaliana hivyo? Vipi utanambia kwamba Uislamu umekuwekeni nyuma, na Uislamu una kiongozi, Uislamu una mwalimu, Uislamu una mtume anaotamka maneno haya? Sisi madaktari huku wa Jerumani tunajifakharisha na maneno haya, tumeyapasisha 100%. Wagonjwa wote waliokuja katika maradhi ya kuabidwa, waliopata maradhi makubwa, utaona asili yake wamekuja wakapumbwa na maradhi ya ulafi, wamekula ovyo bila mpango. Kula kwingi ndiko kunakomfanya binadamu mara sagio la chakula lake na nafasi halisagi vizuri, anapata constipation, mara anapata hivi, ni kwa sababu kula bila mpango. Wewe utaniambiaje mimi kwamba Uislamu umekuwekeni nyuma na maneno ya mwalimu wenyewe ni haya? Katahayari kijana wa Kiislamu, mwisho wa kutahayari. Basi hii baada ya funga ieleweke zile siri zilizomo ndani yake. Ni kwamba moja katika faida za funga, unazuia nafasi ya kupita mawazo ya shetani katika mishipa yako ya damu. Kwani yeye shetani mawazo yake yanatembea ndani ya mwili wa binadamu kama itembeavyo damu katika mishipa. Anajua makupita, anajua amfikirishe vipi binadamu, anajua namna ya kumpambia mawazo binadamu. Bingwa sana, mwingi mno. Anajua namna ya kumuonyesha mpaka kumsifisha ibada, kwamba hapo ulipo wewe wali, hapo ulipo wewe ushakuwa mcha Mungu. Anaweza akampambia ndani ya ibada yake ile, akamfanyisha uovu mle kwenye ibada mle, akawa mtu na kibri ndani ya ibada mle, na akawa anaabudu Mungu tamaan, kwa kutumai peke yake. Hakuna khaufan tena, ikiondoka hofu kishangamia mtu. Sheti awe anaabudu mtu khaufan wa tamaan, raghaban wa rahaba. Hofu na tamaa, anataraji na huko anaogopa. Shetani akijua kwamba huyu kakaa pazuri, atamuonyesha kwamba hakuna hofu tena, hapo ulipo wewe kwa wali. Au mwingine atampa hofu tupu, kwa ulioyafanya fulani basi umekwisha bwana, usamehewi. Imekuwa na hofu tupu, arejei kwa Mola wake tena. Inshallah tutakomea tena leo vile hapa. Tutakuwa tunaendelea tena kesho tukijaliwa katika maudhui hii ya fawaidu siyami wa adabihi, ili patikane hasa ile arki na krim na faida hasa ibada ya funga. Watu wao wanajua kama wameingia kwenye chuo gani wanapokuwa kwenye siyamu, na wajue katili wafanye nini. Vyakula wavichague nini cha kufungulia mwanzo kinywa, na vipi wale vyakula vile, balance waweke vipi, ili ile ibada yenyewe ipate kuleta ile faida iliyokusudiwa. Ukikosea step moja tu, unaweza ukawa ni mfungaji mzuri, umejizuilia na yote mchana, umekaa msikitini sana, hukutazama uovu, hukumsema mtu, umesoma Qur'ani muda mrefu sana, umekaa darasani, lakini ukaja ukachafua kwa kula tu basi peke yake. Ukaja ukachafua saumu, wakati wa kula ikawa umeharibu faida zake zote. Umekula bila mpango, basi pale na kuwa haikupatikana faida yote katika funga. Inshallah tutakuja kuendelea tena kesho Jumanne katika fawaidu siyami wa adabihi, na kama kawaida yetu wakusanyaji wa michango ya msikiti watakuwa nje ya msikiti, tukitawanyika hapa kila atakuwa nafasi. Inshallah tuendeleze mbele dini yetu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي يا ستار العيوب استر عيوبنا، يا ربي يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، يا ربي يا مفرج الكروب فرج كروبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا. اللهم اختمنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوردنا حوض نبينا واسقنا بيده الشريفة شربة ماء هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس مذهب البأس اذهب البأس يا ربي واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يا ربي اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. فرج فيه الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب يا علام الغيوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. فيا أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا نتكلم عن شهر رمضان، الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. bado hatujaacha kuwemo katika mazungumzo juu ya utukufu wa mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao kutukuka kwake ni kwamba imeteremshwa ndani yake mwezi huo Qur'ani al-Karim. Qur'ani ni maneno ambayo ndani yake mna uongofu kwa ajili ya watu, na ni ubainifu wa wazi kutokana na uongofu, na pia ni kipambanuzi baina ya haki na batili. Na katika matukufu yaliyomo ndani ya mwezi wa Ramadhani ni ibada ya saum, saumu ambayo tunazungumzia sasa natija zake. Baada ya kuiangalia ibada ya saumu, falsafa yake kwa mujibu wa maneno ya Mungu ndani ya Qur'ani, vipi imetukuka, ina umuhimu gani, hivi sasa tunaishi katika fawaidu siyami wa adabi, faida za ibada ya funga na adabu zake. Wa min fawaidi siyami, basi na katika faida za funga, annahu yudhakiru al-abda bi ni'mati llahi alayhi, ili impatie mtu faida ibada ya saum. Saumu inamkumbusha mja neema ya Mwenyezi Mungu iliyo juu yake. Ikiwa atamaliza mtu mwezi wa Ramadhani hajaiona neema ya Mwenyezi Mungu iliyo juu yake hiyo, basi ile funga imepita patupu, hajaipatia faida yoyote. Ili aondokane Muislamu na lile grupu la kwamba yeye anafuata mkumbo wa watu, Ramadhani imeingia anafunga tu, ili aondoke mtu katika grupu ile na awe anajijua anafanya nini, awe ni kama tabia ya binadamu ilivyo. Binadamu hakubali kupoteza wakati wake bure, ila analolifanya huwa ananatija nalo jambo lile. Basi moja katika faida za ibada ya saumu ni hii, yudhakiru al-abda bi ni'mati llahi alayhi, humkumbusha mja kwa ile neema ya Mwenyezi Mungu iliyo juu yake. Fa innahu, kwani kwa hakika, idha dhaqa massal ju'i, mfungaji anapoonja mguso wa njaa, njaa imemgusa, imemtouch kwa upande mmoja au mwingine, kidogo ilimuuma, akafika pahala mchana mpaka akamtamkia mwenzake, leo saumu naihisi nzito kidogo, ninajiona ni maji hapa nilipo, ndemba nakwenda sasa hivi kwa gesi, kijua kimenipata na ninahisi kizunguzungu, mguu hauinuki tena, bora nitafutie pahala sasa hivi njilale. Na uko kulala huko ndo balaa kubwa, usingizi wa njaa una mateso namna peke yake. Bora ujififirishe, ufanye la kulifanya, kidogo utaona fadhali. Lakini ukisema unakwenda kulala na saumu, ndo unajiadhibu zaidi. Sasa tahamaki, kila ukiamshwa kichwa kitaki kuinuka, hujijui binafsi, miguu inakuwa haikamati chini. Basi ile njaa inapomgusa mtu, wala atash, na kiu vile vile ikamkamata kwa upande mwingine, arafa qadra ni'mati llahi alayhi, inatarajiwa hapo mtu anaweza akatambua
kiasi fulani cha neema ya Mwenyezi Mungu iliyo juu yake. Haithu yasurru lahu taama, hali ambayo kitakuja kumfurahisha mno chakula hapo jua litakapokuchwa. Madhali njaa ilimgusa na kiu ikamkamata, chakula kitakuwa sasa anakionea ladha na anafurahi, anavuta time, anavuta wakati. Kafika pahala mpaka anaona hii leo saa hazendi. Basi akifika jioni jua limekuchwa, huwa chakula kinamfurahisha mno. Washaraba, na kinywaji humfurahisha mno, ikiwa ni maji ya kawaida au kidogo yameingia barafu ndo haisemeki, au mengine kidogo yana utamu kwa yale yanayoitwa juice ndo hayasemeki. Ukiingia katika viburishaji vya soda ndo hivyo tena. Pale mtu huwa anafurahia kinywaji na chakula chake fi awqatil haja, hasa hasa katika zile nyakati za haja, wakati kiu imembana, ana njaa kali sana. Fi awqatil hajati ilayhi, katika wakati ambao yeye anahitajia vitu vile. Fayashkuru Allah ala dhalik, basi bila shaka aliyekamatwa na njaa, hata kama hayuko kwenye saumu, mchana njaa ilimkamata na kiu ikamkamata, wakati anapokuja kukionja chakula na kinywaji huwa anafurahia mno, na huwa anakionea ladha kubwa sana. Kama atakuwa na njaa, chakula kinakuwa na ladha nyingine wakati ule pale, kuliko ikawa unapakia bado chengine hakijatoka, unatia chengine kidogo, ladha yake huwa imebadilika pale, na huenda ukakinai upesi. Kilichokuwa kitamu na kiona kibaya, hakina ladha, kinaisha, kwa sababu mle katika tumbo hamna nafasi. Lakini kama tumbo litakuwa liwazi, njaa mtu imemgusa, hata kama hayumo katika swaumu, basi huwa anakionea ladha sana chakula na kinywaji vile vile. Fayashkuru Allah ala dhalika, mwenye kupata ladha ya chakula na kinywaji hutegemewa kumshukuru Mwenyezi Mungu sana juu ya hayo. Wa yaarifu hajatahu, na hapa ndiyo mtu anapoitambua ile haja yake ila rabbihi, kwamba yeye daima anamtegemea Mola wake aliye mlezi wake, hana kitu binadamu, hana uwezo binadamu. Hapa ndipo atapojua hakika kwamba mimi naye wa kumtegemea, na yeye ndiye anayeninywisha, anayenivisha, anayenifanya kila kitu. Na ndiyo maana Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka mafunzo maalum wakati wa mtu kuonja riziki. Akafundisha Bwana Mtume lazima ataje Mwenyezi Mungu wakati ule. Samillaha, anamfundisha kijana, ya ghulam samillaha, unapokula mtaje Mwenyezi Mungu kwanza. Wakul ma yalika wakul biyaminika, na ule kwa mkono wako wa kulia, na ule sehemu yako ya mbele iliyokukabili. Wacha kuranda kulia kushoto, kiteweu juu, unafuatia kwingine. Ni katika utovu wa adabu, si katika adabu za kula. Ni vyema kila mmoja akimwona mwanawe kidogo anaanza kuchuchuka, anaanza kufahamu, miaka inakaribia 7, 8, 9, 10, ni vyema baadhi ya nyakati awe namvuta kula naye pamoja, ili amfundishe adabu za kula, asijatenda akala mbele za watu wakati ya aibu. Mtume kamaona kijana mmoja mkono wake hautulii, unakwenda huku na huku, unachukua viteweo unavuta na nini mbele za watu wazima, akamwambia, we ya ghulam samillaha, umemtaja Mwenyezi Mungu kwanza? We umekuja bismillah, hebu kwanza mtaje Mungu angalau, usije ukala na shetani hapo chakula chako hicho. Na uwe unakula kwa mkono wa kulia daima, na kunywa kwa mkono wa kulia daima, asijaka kupitia shetani ukaja ukaona kwamba gilasi utaitia uchafu. Si uchafu, ile ni riziki ambayo wewe ulikuwa unakula sasa hivi. Uchafu umetoka wapi? Na hii gilasi itadokokoshwa hii. Shetani humpitia mtu akamzaini, akaona kwamba gilasi ataitia uchafu, na kwa hivyo anaanza kunywa mkono wa kushoto pale. Kunywa kwa mkono wa kushoto na kula kwa mkono wa kushoto ni katika nuhusi kubwa sana kwa Muislamu, kwa sababu staili ile ni staili anaolia shetani ile. Mtume kamwambia mtu kula kwa mkono wa kulia, alipojibu kwa ujeuri kwamba siwezi, alimuapiza akamwambia lastata'ta, hutoweza milele wewe. Basi yule bwana hakunyanyua tena mkono wake kupeleka kinywani, ulingangana, mkono ukangangana, ukawa kama jiti.
kwa sababu ya kujifanyia kibri kwa kula kwa mkono wa kulia. Na hili ni jambo la mazoezi, mtu ajizoeze. Mashaitani hawa wa kijini na binadamu wanapelekeana wahi baadhi yao kwa baadhi ya wengine, mpaka inaonekana kwamba ni maendeleo mtu kulia mkono wa shoto. Vimewekwa vitu maalum juu ya meza, mesi ikipamba ikitengenea hasa ile meza, basi ule umma unawekwa mkono wa kushoto ndio wa kulia huo, na kisu mkono wa kulia. Sasa wewe ukifika pahala kama pale penye ustaarabu, penye hafla kama ile hafla ya wastaarabu, utaona hapa mimi nisije nikatia aibu katika hafla kama hii, nifanye mambo kama yanavyotakiwa. Umma mkono wa kushoto, kijiko mkono wa kushoto, kisu ndo mkono wa kulia, unalia mkono wa kushoto. Shetani ndo anaolia mkono wa kushoto, na unapokula kwa mkono wa kushoto Muislam, jijue kwamba umekuwa shetani. Ingawa wewe ni binadamu, lakini umekuwa shetani. Na mashetani wapo minal jinnati wan nasi. Wakati ule wewe umejipretend umekuwa ni shetani kwa kujidai, unahusudu ushetani cheti ule kwa kushoto hivi, au maji kushoto hivi, kula kwa mkono wa kulia na ule katika sehemu yako ile kukabili mbele. Wakati ule ndiyo mtu anakionea ladha chakula wakati ule, na hapo ndipo atapomjua Mwenyezi Mungu kwamba anamfanyia mema sana mwanadamu. Bwana Mtume amesunisha mwendo wa kumtaja Mungu wakati wa kula kwanza, na baada ya kula amesunisha vile vile tabia ya kusema alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Asija kaghafilika Muislamu baada ya chakula kumshukuru Mwenyezi Mungu, shati amtambue Mola wake kwamba alikuwa akipapatika sasa hivi. Baada ya kiasi cha robo saa au 10 nyuma alikuwa hajijui, hajitambui, hana urafiki na mtu, ni mkali bila kiasi kwa sababu ya njaa na kiu. Lakini baada ya kula chakula ni dakika 5 tu au 10, kesha kuwa mtu mwingine. Sasa furaha na vicheko, lete habari yako sasa, ataisikiliza sasa yuko tayari kuzungumza na wewe. Lakini wakati ule kabla alikuwa hana mazungumzo. Aseme mtu baada ya kushakula alhamdulillahi alladhi, akiwa yuko peke yake atasema alhamdulillahi alladhi at'amani wa saqani. Sifa kwa ukamilifu ni zake yule ambaye amenilisha mimi na kuninywesha. Sina uwezo mimi wa kuumba riziki nikazifanya nikazitengeneza, sina uwezo wa kuotesha mimi kwenye ardhi riziki na nikatia sukari au nikatia ladha yoyote ile. Mwenye uwezo huo ni Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo yeye ndiye at'amani wa saqani, na yeye ndiye aliyeninyesha mimi, waja'alani minal muslimina, na zaidi ya hayo akanijalia mimi kuwa ni waliojisalimisha kwake Mwenyezi Mungu, kwamba wametii amri yake, kuwa ni Muislamu mimi. Hasa unapokunywa maji useme alhamdulillahi alladhi saqani ma'an azban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidhunubi. Sifa njema kwa ukamilifu ni zake Mwenyezi Mungu, ambaye ameninywisha mimi maji matamu mno kwa sababu ya rehema yake tu. Hakuyafanya ni ya chumvi inayokereketa, hayanywiki kwa sababu ya dhambi zangu au bidhunubina, au kwa dhambi zetu kama mtakuwa wengi pale. Hii ni sunna maalum ameisunisha Bwana Mtume, asisahauliwe Mwenyezi Mungu baada ya watu kuingia katika shibe. Basi moja katika faida za funga huwa inamkumbusha mja wa Mwenyezi Mungu neema ya Mwenyezi Mungu iliyo juu yake, kwamba yeye alikuwa na njaa na kiu, halafu baada ya kupata riziki akatulia na shibe, akatulia, kiu imeondoka pale, amshukuru Mwenyezi Mungu sana pale. Funga ndo kazi yake hiyo. Sasa unaonja njaa, unaonja kiu, ili upate kukionea ladha chakula. Wakati unapokionea ladha chakula, ndipo itapokujia kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Ama Mwenyezi Mungu ni mrehemevu mno kwa waja wake. Binafsi ya kila chakula kina ladha yake, kila chakula kina ladha yake na kupendeza kwake. Hapo ndipo utapomjua Mwenyezi Mungu nini kafanya kwa waja wake, nini amekirimu kwa waja wake, pale alipokuruzuku njaa na halafu akakupa ladha ya chakula. Kuna watu njaa wanayo na chakula hawakionei ladha. Kuna watu wamenyimwa harufu, kwenye pua zao zishaharibika, hawapati harufu ya vyakula, wanajilia tu. Na kuna watu vyakula hawavionei ladha kabisa
kwa sababu kwao ni mamnui kula sukari na kula chumvi. Ina maana chakula chake kisitiwe chumvi, chakula chake kisitiwe sukari, na kama sukari basi iko maalum, pengine kwa gharama ile sukari hiyo maskini ya Mungu asiweza kuimiliki. Basi kuna watu chakula hawakionei ladha kabisa. Mambo ya ndizi mbivu mwezi wa Ramadhani, mambo ya boga kutia sukari mwezi wa Ramadhani, mambo ya kunde za sukari, yeye yako mbali na yeye na anayatamani, sheti nafsi yake inamuungua. Lakini akijaribu kuonja ndo pengine kajitafutia mauti yake sasa. Na kwa upande wa pili, chumvi vile vile isitiwe, kama itatiwa kidogo sana au isitiwe kabisa kabisa. Sasa chakula pale hakuna mtu kama majani tu. Chakula kama hakina testi ya chumvi, hakina testi ya sukari, imekuwa chakula hicho kama majani, hakina ladha maalum. Hapa ndipo utapomjua Mwenyezi Mungu neema yake. Hii funga hii kazi yake ni kukulea, ikawa inakukumbusha zaidi kwa Mwenyezi Mungu zaidi. Binafsi pale unapoonja riziki ya Mwenyezi Mungu, unatakiwa unamuona Mwenyezi Mungu mbele ya macho yako wakati ule, na unawakumbuka wale ambao hawakionei ladha chakula. Kama unaye mzee wako ambaye kapigwa marufuku asionje sukari, asionje chumvi, unamfikiria mara 100. Hali ulionayo wewe pale unayostarehea chakula na mwenzako hanayo hali ile, pale unaijua neema ya Mwenyezi Mungu aliyokupa pale wakati ule wa haja. Wa min fawaidi siyami, na katika miongoni mwa faida za funga vile vile, annahu yahmilu ala al-ihsani, funga inambeba mtu kwa lazima kumfanya awe mwema, hata kama atakuwa khabisi namna gani. Funga itamchonga, funga itampiga landa, funga itampiga msasa, atakuwa laini kanyoka. Sasa funga itamfua kwa sabuni na harita na buluu, nguo itaonekana safi, kafuliwa barabara. Funga itamsomesha, itamuingiza university, akitoka pale ametoka katika chuo kikuu, amekuwa graduate. Hatakuwa khabithi tena, hatakuwa bakhili tena, hatakuwa na roho mbaya tena, kama alifunga kweli kweli na kawa anazikumbuka neema za Mwenyezi Mungu ndani ya ibada ya funga. Funga itamlazimisha kumbeba mtu katika jambo la wema, ila alfuqarai, kuwafanyia mafakiri. Lazima itakuja kidogo imani kwamba hawa watu hawa wanataabika sana. Ikiwa mambo yenyewe mimi nina uwezo na nimeonja mchana uchungu wa njaa na uchungu wa kiu, hali ya kuwa nina uwezo kamili, jua likichwa mimi